mambo vipi kwanza? Mambo yanaenda vizuri, namshukuru Mungu. Umetazama mchezo Young Africans ya kwa ugenini nyumbani dhidi ya KMC mabao 4-1 yamehusika. Kwako kuanzia dakika 45 za kwanza ulikuwa ni mchezo wa gani kwanza? Yes, mechi ya mwenye nyumba na mpangaji zilikuwa dakika 90 bora sana kwa timu zote mbili. Nafikiri utarudi kwenye kipindi cha kwanza namna ambavyo makocha walianza, kila mmoja alifanikiwa kwa asilimia kadhaa. Tarudi kwa Young Africans, alijaribu kutaka kupushi ili aweze kupata kile ambacho alikuwa anakihitaji, na of course akafanikiwa kukipata kile ambacho alikuwa anakihitaji kupitia kwa Maxim pia Zengeli. Lakini KMC wakaona haitoshi na tusiwa wanyonge, tuko uwanja wa nyumbani, wakaweza kusawazisha bao. Na wakati ambao wanaopitia kocha wa KMC ni wakati mgumu sana, kwa sababu ametoka kupoteza mechi 4 mfululizo, na hii ndio ilikuwa mechi yake ya mwisho kwa taarifa ambazo zipo. Mechi ya mwisho. Yes, ya mwisho kumuona akiwa na KMC, lakini kumuona akiwa Tanzania. Lakini alijaribu kutaka kutumia nguvu kubwa sana kuhakikisha anapata kile ambacho alikuwa anakihitaji, na ndio maana kipindi cha kwanza ni kama aliimarika sana kulinganisha na kipindi cha pili. Haikutosha kipindi cha pili. Young Africans ni timu kubwa, ina wachezaji ambao wamejitosheleza kukupa matokeo ya aina yoyote ndani ya dakika 90. Wanafanikiwa kufunga bao la pili kutoka kwa Pacome Podozuzwa. Nafikiri kwenye utofauti wa Yanga ambao nimeiona kulinganisha na Yanga iliyocheza dhidi ya Mtibwa, ni kwamba mechi ya Mtibwa ilitegemea zaidi ubora wa mchezaji kuweza kuishinda mechi. Lakini kwenye mchezo wa leo ulikuwa unaona namna ambavyo Yanga walikuwa wanatumia ubora wa wachezaji kwenye namna ya kuunganisha akili yao wakiwa wanalitazama lango la timu pinzani. Ndio maana unatazama magoli yote ambayo yamefungwa ni magoli ya kiufundi. Goli la Maxim, pia goli la Pacome Zuzwa ni goli la kiufundi. Unakuja pia hata kwenye goli la mwisho ambalo limefungwa na Andy Ball ukiacha la penalty, yote yalikuwa ni magoli mazuri sana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naanza kumtafsiri na mtafsiri kocha mpya Pedro Gonçalves kwenye namna ambavyo Yanga ilianza msimu na hiki ambacho nimekiona kwenye mchezo wa leo. Of course ni mapema kuanza kuzungumza hiki ambacho nakizungumza kwa maana ya kocha, lakini kuna namna ambavyo nauona mwanga ambao ulikuwa umetanda, giza ambalo lilikuwa limetanda kwa kikosi cha Young Africans, zinaona mwanga kupitia kocha mpya. Kwangu mimi nafikiri kwenye CV ambayo uko nayo haitotosha kuweza kuifanya Young Africans ikafikia malengo ambayo inahitaji. Japo kwenye michuano ya kimataifa tayari wamefikia malengo kwa mujibu wa engineer Saidi, ambayo ilikuwa makundi ndo malengo yao, na of course wamefika. Twende sasa kwenye ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Nafikiri bado Young Africans ukilinganisha na Yanga ambayo imemaliza msimu ya Hamdi Mirudi, kuna utofauti mkubwa kulinganisha na Yanga ya sasa, kwa sababu eneo pekee ambalo tunaamini ndio eneo ambalo linakupa consistency ama linakupa balance ya wewe kushinda mechi zako ni eneo la katikati. Na eneo la katikati kwa hivi sasa kwa Young Africans ni kama limepoteza mawasiliano kulinganisha na msimu uliopita. Kwa msimu uliopita Aucho alikuwa ni kama moyo ama engine ya Young Africans wa kuamua nyakati gani ambazo Yanga inachambulia, wakati gani Yanga inajilinda, wakati gani ambayo timu ina possess. Alikuwa na huo uwezekano wa kuaminiwa kwamba nitakuachia kazi ya kuilinda back four, and then Maxim, kwa maana Maxi, Pacome Zuzwa, Mudathir Yahya, Duki Abuya, wao wakawa kama ni supplier, kwa maana kuichukua mpira kutoka kwa Aucho na kuanza kuisupply kwenye maeneo tofauti ndani ya uwanja. Lakini kwa hivi sasa uone kile ambacho kilikuwa kinafanyika msimu uliopita kama kinafanyika. Mchezaji pekee ambaye ulikuwa unategemea aweze kuvivaa viatu vya Khalid Aucho ni Musa Barakonte, ambaye ni kama amefeli. Kwa maamuzi haraka makocha huwa kosi mbinu na switch baadhi ya wachezaji ambao hayakuwa maeneo yao asili, ama walikuwa wapewi imani kubwa ya kucheza kwenye ile eneo, na hivi sasa unaona wanacheza. Ameanza Asisi Ndambwile kipindi cha Roman Falls, lakini unaona ujio kocha mpya kwenye mchezo wa leo ameapply Duki Abuya. Hiki ni kitu ambacho kinamkosesha kocha kuweza kufanya vitu vyake kwa uhuru, kwa sababu kwanza anakosa vitendea kazi ambavyo vingeweza kumfanya tumtafsiri kama kocha bora kwenye namna ya kuifanya timu yake flow kucheza, lakini namna ya kushinda. Lakini yote kwa yote unakuja kupia kwenye eneo la ushambuliaji, hayupo Clement Mzite, yupo Prince Dube, lakini kiwango ambacho yuko nacho Dube inawezekana kinawasikitisha mashabiki wengi wa Young Africans, kwa sababu na mchezaji pekee ambaye ni kama unamtegemea kwa hivi sasa, kwa sababu alikuwepo msimu uliopita, lakini kwa maana ya kiwango ambacho amekuwa nacho ama tabia zake za kiuchezaji zimekuwa zikimpa imani zaidi, mbali na kuwa kile ambacho anakifanya
kocha anaendelea kumwamini, kwa maana mbali magoli anayokosa, lakini bado kocha anatamani aendelee kuwa anacheza, kwa sababu akiwa uwanjani si mchezaji ambaye ni mzigo. Atatoka pembeni, atatoka kwa maana kushoto, kulia, atarudi chini kwenye kusupport kile ambacho kocha anakihitaji kitokee, na anaweza kufanya hivyo. Lakini bado imekuwa ngumu kwenye namna ya kuliona lango. Inawezekana ni pressure ambayo yuko nayo, lakini pia inawezekana ni mfumo wa mwalimu umemkataa. Lakini kusema ni mfumo wa mwalimu inawezekana ikawa ngumu, kwa sababu hata kipindi cha Romain Folz ulikuwa unaona nakosa mabao ambayo ni ngumu sana kuweza kuyakosa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tumpe muda kocha ambaye amekuja hivi sasa aanze kuijenga Yanga, lakini tusifananishe Yanga ya msimu uliopita. Kama tutaifananisha Yanga ya msimu uliopita inawezekana tukachelewa, lakini kwa maana performance ambayo wako nayo na kile ambacho nimeanza kukiona, ni kocha ambaye anaweza kaivusha Young Africans kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Sema magoli Yusuf, tuzungumzie goli la penalty ambalo mengi yameanza kuzungumza. Yeah. Msimu amelalamika na kusema haikuwa penalty halali. Yes. Jicho lako limeona nini kwenye? Nafikiri ni njia pekee tu ya kujitetea, lakini ukitazama kwenye tafsiri za referee, mimi binafsi naungana naye, alikuwa sahihi, kwa sababu kilichotumika ni nguvu, na kwenye mpira tumia nguvu lakini kulingana na eneo ambalo upo, si ndio? Kama utatumia nguvu utapigwa kadi, si ndio? Na imekuwa ikiwa hivyo, lakini amecheza madhambi kwenye eneo ambalo alikuwa linamruhusu yeye kupewa kadi na vitu vingine vikaendelea. Iko lazima mkwaju wa penalty utengwe, alafu ndo maisha mengine yaendelee. Na of course mimi binafsi nilichokiona ndicho ambacho referee alikiona. Alimshika, na sio tu alimshika, ni kama alimngangania kwa muda mrefu, kiasi ambacho kilimpa uhuru wa Yendi Boyeli kuweza kufuata ule mpira eneo ambalo ulikuwa unaelekea. Kwa hiyo mimi binafsi naungana na referee, ilikuwa ni faulu halali kabisa. Young Africans wameshinda, lakini ukipita kwenye page ya Young Africans, mashabiki wanalalamikia fitness ya wachezaji. Toka amekuja huyu kocha fitness mpya, mambo yanaonekana kutokuwa mazuri. Yes. Jicho lako kwenye aina ya fitness ambao kuna wachezaji wa Yanga, tuzungumze hapo kidogo. Kwa maana fitness ya Young Africans, mimi binafsi utarudi kwa Romain Folz na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa hakuna kilichobadilika, lakini ukumbuke huyu ni kocha mpya na ni mechi yake ya pili, sio? Maana yake kwanza kumtafsiri, maana yake inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kwenye mechi mbili huwezi ukamjaji kocha. Lakini mimi binafsi nataka kuzungumza kwamba bila kumung'unya maneno, aina wachezaji ambao Young Africans wanao hivi sasa ndio inafanya kuonekana kwamba ni timu ya kawaida ama performance yao kwa chini. Naamini kwamba ukimtazama Barakonte hata iweje hawezi kuvivaa, yani kwa maana kwa hivi sasa hata atumie nguvu gani kuweza kuvivaa viatu vya Ucho ni ngumu. Lakini unarudi kwa mchezaji kama Rasani Kouma ambaye ndo namba 10, mrithi wa Stefan Ziki, bado ana kazi kubwa sana ya kuweza kuifanya. Unarudi kwa wachezaji kama kina Dumbia, bado ana kazi kubwa sana ya kuweza kuifanya. Kwa hiyo inawezekana usajili ambao Young Africans aliufanya ndo napelekea kuona kwamba timu yao ni ya kawaida, lakini kwa maana ya jina Yanga ni timu kubwa, lakini kwa hiki ambacho kinaendelea ndani ya uwanja na tunachokiona ni vitu viwili tofauti. Na ukumbuke hapo watu wanaijaji Young Africans kuilinganisha na Yanga ya msimu uliopita, ambayo hiyo Yanga una Mzize, una Stefan Azizi, una Khalid Aucho na wachezaji wengine ambao walikuwa na kiwango bora. Kwa hiyo tumpe muda kocha, inawezekana wasiwe kama Young Africans ya msimu uliopita, lakini ikaanza kufanya vizuri na kuweza kupata matokeo ambayo watu wanayahitaji, lakini kuanza kuitafsiri kwa hivi sasa bado ni mapema. Andy Boyeli akiwa na ukame wa magoli leo anaingia kwa kamani licha ya kwamba ni goli la penalty. Nenda kuleta kitu gani kwake na kuongeza confidence kwa kiasi gani? Kwanza inarudisha imani kwa mwalimu ambaye amekuwa akimwamini Prince Dube, na imekuwa ni ngumu kupata kile ambacho anakihitaji. Lakini kwa kile ambacho amekifanya Andy Boyeli, manake kuna namna ambavyo kocha ataanza kumfikiria kwenye mchezo unaofuata, kwa sababu duniani hakuna kocha ambaye anaweza akamwacha mchezaji nje yule ambaye anampa kitu bora. Kama amefanikiwa kufunga mabao mawili ndani ya dakika ambazo ameingia, basi kama atapewa imani ya dakika 90 inawezekana akafanya vizuri kuliko ambacho amekifanya kwenye mchezo wa leo. Nafikiri kwake ni nyakati bora zaidi, kwa sababu pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanapitia pressure. Hii ni goli lake la pili, lakini iko ni mara ya kwanza kufunga, si ndio? Kwa hiyo inaanza kutengeneza imani, na kwake yeye kuna namna ambavyo inaanza kumpunguzia pressure kuhakikisha anafanya vizuri kwenye mechi zijazo. Prince Dube. Tumzungumzie kidogo. Ukipita kwenye page ya Yanga unakutana na mashabiki wanaandika Dube must go. Ni kwamba wamechoka kumvumilia. Nini hasa umekiona kwenye mchezo wa leo wa Dube? Kama Dube ataendelea hivi, bila shaka naona kabisa Young Africans dirisha dogo wakiingia sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine, kwa sababu
eneo pekee ambalo linaweza tikani kukupa ubingwa ama alama 3 ni kwenye eneo la ushambuliaji, lakini kama kwenye hilo eneo basi uwezekano wa kupata hata goli moja kwenye kila mchezo ni ngumu kutoka kwa Dube, basi inawezekana tukawa tunamtafsiri tofauti. Lakini kwangu mimi naamini pressure ambayo anaipitia Dube kuna namna ambayo inapunguza yale makali ambayo amekuwa nayo. Na kitu ambacho nashinda kukielewa ni kwamba kinachotokea hivi sasa ni kama kinajirudia kwa msimu uliopita. Mwanzoni mwa msimu hiki ambacho kinamtokea ndicho ambacho kilikuwa kinamtokea. Lakini Dube wa Young Africans tofauti wa Azam FC. Ya Azam FC, Dube akiwa Azam FC alikuwa anafunga kila aina mabao. Amefunga magoli mengi sana ya kideo Aishi Manula akiwa Simba. Na tulikuwa tunaona namna ambavyo alikuwa na kiwango bora, lakini mambo yamekuja kuwa tofauti. Nafikiri hata yeye inawezekana akawa anapitia wakati mgumu sana, lakini ni wakati wa benchi la ufundi la Young Africans kukaa na kuoji ama kumtengeneza kisaikolojia nyakati ambazo anazipitia na kuweza kujua nini ambacho kinamsumbua. Lakini kwangu mimi naamini ni mchezaji ambaye kama anakuwa kwenye ubora wake, uwezo wa kufunga mabao 15 mwisho wa msimu upo. Tumalize na hili. Young Africans kuboresha wapi kuelekea michuano ya kimataifa kwa namna ambavyo mtazamo? Yanga anahitaji kuboresha zaidi kimuunganiko. Yaani anahitaji kutengeneza muunganiko ambao hautategemea mchezaji mmoja kushinda mechi. Nafikiri tukirudi kwenye ubora wa mchezaji mmoja mmoja, inawezekana tukapata idadi ya wachezaji kadhaa ambao ni bora. Lakini ubora wa mchezaji pekee bila kutegemea timu, inawezekana ikawa ni ngumu kupata kitu bora. Na kocha anaifundisha timu ili kutengeneza timu, kwa maana kutengeneza timu ambayo itakuwa inacheza kwenye muunganiko ambao anautaka. Kungekuwa na urazima wa wachezaji bora kuweza kucheza wao kama wao, basi makocha wasingekuwa nasajiliwa. Lakini makocha wanakuja kuunganisha ule ubora wa mchezaji mmoja mmoja na madhaifu yake kuweza kupata kitu bora kutoka kwa hao wachezaji. Lakini kama unakosekana muunganiko, inawezekana ikawa ni ngumu sana kuweza kushinda kwenye kila mchezo, na ndicho ambacho kinatokea Young Africans hivi sasa. Inapocheza Yanga leo haikupi imani ya kwenda kushinda kwenye mchezo unaofuata. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kocha anaendelea kukifanyia kazi, na ameona amecheza mechi ya kwanza na Mtibwa akashinda, akaingia uwanja wa mazoezi kwenda kuboresha kile ambacho alikiona ama aliona kinahitajika kuongezeka kwenye kikosi cha Young Africans, na of course alienda akaboresha kwenye mchezo wa leo. Tumeona kitu kipya, inawezekana karudi tena kwenye uwanja wa mazoezi kuendelea kuboresha zaidi na tukaona vitu vipya kwenye mechi zijazo. Asante sana. Asante.